أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza kuhusu vipengele mbalimbali vya sera ya Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kuhusiana na hilo, kuhusu huduma zake kwa binadamu na kuhusu sifa yake ya kuwalisha chakula watu wenye haja, inapatikana ya kwamba hata Abubakar hata kabla haja silimu alikuwa akihisabiwa miongoni mwa watu bora wa Quraish, na watu kila walipokuwa wakipata shida walikuwa wakija kwake kuomba msaada. Katika mji wa Makka yeye alikuwa akiwatumikia wageni na kuwaandalia zifa kubwa kubwa. Katika zama za ujahilia hata Abubakar alikuwa akihisabiwa miongoni mwa viongozi wa Quraish na miongoni mwa watu wenye heshima yao. Hata Abubakar katika jamii ile alikuwa akihisabiwa miongoni mwa watu walio bora wa Quraish, na watu katika masuala yao na matatizo yao walikuwa wakija kwake na kuomba msaada kutoka kwake. Katika mji wa Makka, katika swala na sifa ya ukarimu na kuwatumikia wageni, alikuwa na umuhimu wake wa kipekee. Kisha imeandikwa ya kwamba hata Abubakar alikuwa akiwahurumia watu maskini na wenye haja. Katika msimu wa baridi alikuwa akinunua blanketi na kugawa kwa watu wenye haja. Riwaya moja inasema kwamba mwaka mmoja hata Abubakar alinunua shuka, yani blanketi zilizoletwa kutoka vijijini, na katika msimu wa baridi shuka hizi na blanketi hizi ziligawanywa kwa wajane wa Madina. Riwaya moja inasema ya kwamba hata Abubakar kabla hajachaguliwa kuwa khalifa alikuwa akikamua mbuzi wa familia moja isiyo na mwangalizi. Yeye alipochaguliwa kuwa khalifa, binti mmoja wa familia ile akasema kwamba sasa wewe hutakamua maziwa ya mbuzi wetu. Kwa kusikiliza hayo, hata Abubakar akasema kwamba kwa nini? Mimi na hapa kwa nafsi yangu mimi lazima nitakamua maziwa kwa ajili yenu, na mimi nina imani kwamba kitu nilichokichagua hakita nizuia kutoka tabia yangu niliyokuwa nayo. Hivyo yeye kama kawaida akaendelea kukamua maziwa ya mbuzi zao, na mabinti wale kila walipokuwa wakija kwake na mbuzi, ye alikuwa akiwaambia kwa huruma kwamba je, nitengeneze povu ya maziwa au la. Kama wakisema kwamba utengeneze povu, basi alikuwa akiweka chombo mbali na kukamua hadi povu ilikuwa ikipatikana, na kama walikuwa wakisema kwamba usitengeneze povu, basi alikuwa akiweka chombo karibu na mbuzi na kukamua ili povu isipatikane. Ye akaendelea kutoa huduma hiyo kwa miezi 6, kisha akaanza kuishi katika Madina. Mwanzoni hata Abubakar alikuwa na nyumba mbili. Nyumba moja ilikuwa nje ya Madina. Katika zama za Mtume SAW alikuwa akiishi nje ya Madina, na Mtume SAW alikuwa amempatia sehemu moja karibu na msikiti wa unabii na karibu na nyumba zake, ambapo alikuwa amejenga nyumba moja. Alikuwa na nyumba mbili katika Madina,
lakini katika maisha matakatifu ya mtume saa salam alikuwa akiishi nje ya madina na baada ya kuchaguliwa kuwa khalifa akahamia madina lakini kabla hajahamia madina akaendelea kutoa huduma hiyo aliyekuwa ameibeba ya mabinti hawa hat umar raziallahu taala anhu alikuwa akimwangalia mama moja mzee aliyekuwa kipofu na alikuwa akiishi karibu na mipaka ya madina alikuwa akichota maji kwa ajili yake na alikuwa akimsaidia katika shughuli mbalimbali safari moja hat umar alipoenda katika nyumba yake akajua kwamba mtu fulani amekuja kabla yake ambaye amefanya shughuli zote za mama huyo safari ijayo akaenda katika nyumba ya mama huyo kwa haraka ili mtu huyu asije kabla yake hatumar akaketi kwa kujificha ndipo akaona kwamba huyu ni hat abubakar ambaye alikuwa akija katika nyumba ya mama huyo na wakati ule hat abubakar alikuwa khalifa hapo hatumar akasema kwamba wallahi huyu alikuwa hat abubakar yani katika wema huu mwenye kunishinda ndiye abubakar na anaweza kuwa abubakar tu riwaya moja inasema kwamba musa bin ismail alisimulia ya kuwa mutamar amesimulia kutoka kwa baba yake na akasema kwamba abu uthman ametuambia ya kwamba hat abdurrahman bin abi bakar raziallahu taala anhuma aliwaambia ya kwamba watu wa sufa walikuwa wenye haja na safari moja mtume salallahu alaihi wasallam alisema kwamba mtu akiwa na chakula cha watu wawili amchukue mtu wa tatu na mtu akiwa na chakula cha watu wanne amchukue mtu wa tano au sita au akatamka maneno kama hayo yani watu maskini walikuwa wameketi watu wawachukue na wapeleke katika nyumba zao na wawalishe hata bakar akachukua watu watatu na mtume saa salam akachukua watu 10 na katika nyumba kulikuwepo hata abubakar na watu wengine watatu hata abdurahman alikuwa akisema kwamba mimi baba yangu na mama yangu msimuliaji amesema kwamba mimi sijui ya kwamba endapo abdurahman alikuwa amesema kwamba mke wangu au mtumishi wangu mtumishi ambaye alikuwa anafanya kazi katika nyumba yake na katika nyumba ya hata abubakar na kilichotokea ni kwamba hata abubakar akala chakula cha jioni kwa mtume salallahu alih wa sallam kisha akaendelea kubaki kule kule hadi akaswali swala ya isha na kisha akarejea alikuwa amewachukua wageni na kuwapeleka katika nyumba yake kisha akarejea kwa mtume saa salam na akabaki kwake na akala chakula kule kule yeye anasema kwamba hata abubakar akaishi kwa mtume saa salam mpaka akala chakula cha jioni na akarejea baada ya kupita usiku kwa kiasi fulani mke wake akamwambia kwamba kitu gani kilikuzuia kuja kwa wageni wako kwa nini umechelewa kuja nyumbani hata abubakar akasema kwamba je hujawalisha chakula mke wake akasema kwamba wageni walikuwa wamekataa kula chakula mpaka ufike wewe yaani mke wake alikuwa amewapatia chakula lakini wageni wakasema kwamba sisi hatutakula mpaka hata bakar afike hata abdurahman alikuwa akisema kwamba mimi nikaenda kujificha kisha hata abubakar akasema mimi nikajificha ili nisije nikapata hasira ya hata abubakar kwamba kwa nini hujawalisha chakula wageni hata abubakar akasema ewe mpumbavu na akasema kwamba wewe ni mzembe au mvivu na kisha akawaambia wageni kwamba nini mule chakula na mwenyewe hata abubakar akala kiapo kwamba mimi sitakula chakula hata abdurahman alikuwa akisema kwamba wallahi kila tonge tuliokuwa tukichukua chakula kilikuwa kikizidi na wageni wote wakala mpaka wakashiba lakini chakula kikazidi yani wageni wakaendelea kula chakula lakini abdurahman anasema kwamba chakula hakikupungua bali kikazidi
ilhali wote wakala mpaka wakashiba. hata abubakar alipoona kwamba chakula hakipungui bali kimezidi, hapo akamwambia mkewe kwamba dada wa bani firas, hicho ni nini? Mkewe akasema kwamba naapa kwa kiburudisho cha macho yangu, chakula hiki kimezidi mara 3, yani chakula hiki kimeongezeka mno. hata abubakar pia akala na akasema kwamba huyu alikuwa shetani aliyenishawishi kula kiapo kwamba mimi sitakula. yani mwanzoni alikuwa amekula kiapo kwamba sitakula chakula, lakini alipoona kwamba chakula kimepata baraka, hapo akasema kwamba shetani akanishawishi kula kiapo, lakini chakula hiki kina baraka, hivyo nitakula. kisha akala tonge moja kutoka chakula hicho, kisha akachukua chakula hicho na kupeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na chakula hicho kikabaki kwa mtume sallam hadi asubuhi. anasema kwamba kulikuwa na mkataba baina yetu na baina ya kaumu moja, mkataba ambao miadi yake ilikuwa imepita. sisi tukawakalisha watu 12 kwenye kundi, na mungu anajua kwamba watu hawa walikuwa 12 na pamoja nao kulikuwa na watu wengine. mungu anajua kwamba idadi yao ilikuwa watu wangapi, lakini jambo hili ni muhimu kwamba idadi yao ilikuwa kubwa. hata abdurahman alikuwa akisema kwamba wao wote wakala kutoka chakula kile, na baraka hiyo mwenyezi mungu aliitia katika chakula cha hata abubakar raziallahu anhu. hata abdurahman bin abubakar anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, je, yupo mmoja wenu ambaye amemlisha maskini? hata abubakar akasema kwamba mimi nikaingia miskitini, na hapo mtu mmoja aliniomba, mimi nikaona kipande cha chapati kwenye mkono wa abdurahman, nikakichukua na nikampatia mtu huyo mwenye kuombaomba. mtu huyo alikuwa ameniomba, na katika mkono wa mwanangu kulikuwa na kipande cha chapati, nikakichukua na kumpatia mtu huyo. almuslih maud raziallahu taala anhu anasema ya kwamba mwana wa hata abubakar aitwaye abdurahman pia alikuwa na sifa ya kuwa khalifa, na pia watu wakamwambia kwamba yeye ni mpole katika tabia kuliko hat umar, na pia ana kipaji, hivyo anapaswa kuwa khalifa baada yako. lakini hat abubakar kwa ajili ya ukhalifa akamchagua hat umar, ijapokuwa kulikuwa na hitilafu katika tabia ya hat umar na hat abubakar. basi hat abubakar hakupata faida yoyote ya kidhati kutoka ukhalifa wake, bali alikuwa akiona kwamba kila wema umo katika huduma kwa binadamu. kuna riwaya ya masufi muslim maud anasema kwamba allah anajua kwamba riwaya hii ni sahihi kiasi gani. riwaya inasema kwamba baada ya kifo cha abubakar, hat umar akamuuliza mtumishi wa hat abubakar kwamba niambie mema gani ambayo kiongozi wako alikuwa akiyafanya ili mimi pia niyafanye. pamoja na kumwambia mema mbalimbali, mtumishi wake akamwambia kwamba kila siku hata abubakar alikuwa akienda sehemu fulani na chakula, na alikuwa akinisimamisha sehemu moja na mwenyewe alikuwa anakwenda mbele. siwezi kusema kwamba alikuwa anaenda kwa kusudio gani. hivyo hat umar pamoja na mtumishi huyo akaenda upande ule na chakula kama mtumishi wake alivyokuwa ameeleza. alipoenda mbele akaona kwamba katika pango moja mlemavu mmoja ambaye ni kipofu ameketi. hat umar akatia tonge kinywani mwa mlemavu huyo. hapo mlemavu huyo akaanza kulia na akasema kwamba mwenyezi mungu amrehemu abubakar, yeye alikuwa mtu mwema sana. hat umar akasema kwamba mzee, umejuaje kwamba abubakar amefariki dunia? mzee huyo akasema kwamba mimi sina meno. hivyo abubakar alikuwa akitafuna tonge na kisha kutia kinywani mwangu. leo nilipohisi kwamba tonge hiyo ni ngumu, nikapata wazo kwamba mtu huyo anayenilisha si abubakar bali ni mtu mwingine, na abubakar alikuwa akija kwangu bila kukosa. sasa kwa kuwa ye hakufika kwa siku kadhaa, hivyo kwa yakini yeye hayupo katika dunia hii. basi musleh maud anasema kwamba ni kitu gani ambacho hata abubakar akakipata kutoka
ukhalifa wake au kutoka ufalme wake hakupata chochote. Je, akakusanya mali ya kiserikali au akanyanganya mali? Hapana, la hasha. Na vitu ambavyo jamaa zake wakavipata vilitokana na urisi wao wa kizati, na yeye alikuwa amewahudumia watu tu. Almasihi maud alah salam anasema kwamba hivi ni vipande viwili vya sheria, kwamba haki ya allah na haki ya wanadamu. Anasema kwamba angalieni upande wa mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi yeye alivyopitisha maisha yake katika huduma kwa binadamu, na angalieni hali hat ali aliyeishi maisha ya kawaida sana. hata Abubakar alikuwa ameshika tabia ya kumlisha bibi kizee halua. Angalieni kwamba jinsi alivyokuwa amezingatia sifa hiyo. hata Abubakar alipofariki dunia, bibi kizee huyo akasema kwamba leo Abubakar amefariki dunia. majirani zake wakasema kwamba je, umepata ufunuo au wahi? bibi kizee huyo akasema kwamba leo hakuja na halua, hivyo nimejua kwamba amefariki dunia. yaani katika maisha yake hiyo ilikuwa haiwezekani kwamba halua isinifikie. angalieni jinsi walivyokuwa wametoa huduma. hivyo nyini pia mnapaswa kushika sifa hiyo ya kuwatumikia wanadamu. Hazrat Abubakar alikuwa na kiwango gani cha kuwasitiri watu? kuhusiana na hilo kuna riwaya inayosema kwamba Hazrat Abubakar alikuwa akisema ya kwamba kama nilikuwa na kamata mwizi, basi nilikuwa na tamani kwamba Mwenyezi Mungu asitiri makosa yake. kuhusu ushujaa na ujasiri wake imeandikwa kwamba Hazrat Abubakar alikuwa shujaa na mjasiri mkubwa kwa ajili ya islam na kwa ajili ya mapenzi na upendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. alikuwa hajali hatari zilizokubwa kubwa katika maisha ya Makka. yeye kila alipohisi hatari kuhusu zati ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kwa ajili ya kumlinda na kumhifadhi akasimama mbele yake kama awe ukuta. katika shebe Abi Talib kwa miaka 3 akaendelea kuvumilia mateso yote kwa uimara pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. kisha wakati wa tukio la hijra akapata bahati ya kuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, ilhali kulikuwa na hatari ya kupotea kwa uhai. vita zote zilizotokea hata Abubakar akashiriki katika vita zile, bali akatoa wajibu wa kumlinda mtume sallallahu alaihi wasallam. akizingatia ujasiri wake huo huo, safari moja hata Ali akawauliza watu kwamba eni watu muniambie kwamba katika watu ni nani aliye shujaa zaidi? watu wakasema kwamba ewe amirulmuminin, wewe ni shujaa zaidi. hata Ali akasema ama kuhusu mimi, basi yeyote aliyeshindana nami mimi nikafanya uadilifu naye, yani nikamfisha au nikamvua na kumwangusha. lakini mtu aliyeshujaa zaidi hata Abubakar. sisi tukamwandalia mtume saa salam hema siku ya Badri, na kisha tukasema kwamba ni nani ambaye atabaki pamoja na mtume saa salam ili mshirikina yote asiweze kumfikia. wallahi hakuna aliyekaribia alienda karibu na mtume saa salam isipokuwa hata Abubakar akiniosha upanga wake akasimama karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba hakuna mshirikina atakayeweza kumfikia mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka apigane na ashindane na hata Abubakar. basi huyo alikuwa mtu aliyeshujaa zaidi kuliko wote. vivyo hivyo katika vita vya Uhud, habari ya kifo cha mtume sasam iliposhamiri, hata Abubakar akaenda karibu na mtume saa salam, na inasemwa kwamba wakati ule kulikuwa na masahaba 11 tu pamoja na mtume saa salam, wakiwemo hata Abubakar, hata Saad, hata Talha, hata Zubair, hata Abu Dajana pia walikwepo. katika vita vya Uhud masahaba waliolinda mtume saa salam, mmoja alikuwa hata Abubakar. katika vita vya Handaki hata Abubakar alikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika kazi ya kuchimba handaki alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa wakichimba handaki. wakati wa suluhu Hudaybiyah walioshiriki katika bayati, yeye alikuwa mmoja wao. lakini mkataba ulipoandikwa, jinsi hata Abubakar alivyoonyesha mfano wa ujasiri na uimara na busara na utii, hata Umar hakuweza kusahau mfano huo katika maisha yake yote. katika vita vya Taif hata Abubakar alikuwa ameshiriki na mwanaye Abdullah bin Abubakar pia alikuwepo.
kijana huyo wa abubakar alikuwa ameuawa shahidi katika vita hiyo. kisha mtume salallahu alih wa sallam alipotoka kwa ajili ya vita vya tabuk pamoja na jeshi la watu 30,000 mtume saa salam akawateua viongozi mbalimbali na akawakabizi bendera. wakati huo hata abubakar alikuwa amepewa bendera iliyokubwa kuliko bendera zote. hasalma bin akwa anasimulia ya kwamba mimi pamoja na mtume salallahu alaihi wasallam nilishiriki katika vita 7 na vikosi ambavyo mtume saa salam alikuwa amevituma. katika vikosi hivyo mimi nilipata bahati ya kushiriki katika vikosi 9 na katika vikosi hivi saa nyingine hat abubakar alikuwa akituongoza na mara hat usama bin zaid alikuwa akituongoza. na baada ya kifo cha mtume salallahu wasalam warabuni mzima uliporitadi. katika hali hiyo jinsi hat abubakar alivyoonyesha ushujaa na ujasiri wake, huo ni mfano usio na kifani. na huzuri amesema kwamba habari zake nimekusha zieleza kwa mapana na marefu katika hutuba za nyuma. hat musleh maud raziallahu taala anhu anaeleza ya kwamba safari moja makafiri wakiweka kitamba kwenye shingo ya mtume saa salam wakaanza kuivuta kwa nguvu. hata abubakar alipojua akaja kwa kukimbia na akawaondoa makafiri kutoka mtume saa salam. akasema, eni watu, kwa nini hamwogopi mwenyezi mungu? nini mnampiga mtu mmoja ambaye anasema kwamba allah ni mungu wangu? yeye haombi mali kutoka kwenu. sasa kwa nini nini mnampiga? maswahaba wanasema kwamba sisi katika zama zetu tulikuwa tukielewa kwamba abubakar ndiye shujaa zaidi kuliko sote, kwani adui walikuwa wakijua kwamba kama tukifanikiwa kumua mtume saa salam basi islam itakuwa imekwisha. na sisi tukaona kwamba daima abubakar alikuwa akisimama pamoja na mtume saa salam ili mtu yote akimshambulia basi abubakar apigane naye. hivyo wakati wa vita vya badr tulipopigana na makafiri, masahaba wakashauriana na wakamwandalia mtume salallahu alaihi wasallam hema moja na wakamwomba mtume salaa salam wakisema kwamba ya rasulllah, wewe ubaki kwenye hema hilo na ufanye maombi ili tupate ushindi, sisi wenyewe tutapigana na maadui. kisha wakasema kwamba ya rasulllah, sisi tunakuhakikishia kwamba ijapokuwa tuna ikhilasi kubwa, lakini watu waliopo madina wao wana ikhilasi na ni waaminifu zaidi kuliko sisi. wao walikuwa hawajui kwamba tutapigana vita na makafiri, waila watu hawa lazima wangeshiriki katika vita hiyo. ya rasulllah, mungu apishe mbali kama tukishindwa katika vita hii, basi tumekuandalia ngamia mmoja mwenye mwendo kasi na abubakar tumemsimamisha karibu nawe. sisi hatujamwona mtu yote mwenye ushujaa zaidi kuliko sisi isipokuwa abubakar. ya rasulllah saa salam, wewe mara moja pamoja na abubakar uende madina na uje na jeshi jingine kutoka madina ambalo litakuwa na ikhilasi zaidi na unyofu zaidi kuliko sisi. musleh maud anasema kwamba mnaweza kupiga hisabu kutoka tukio hilo kwamba abubakar alikuwa mwenye kujitolea kiasi gani. kisha katika safari nyingine, kwenye nafasi nyingine, hata musleh maud anasema kwamba safari moja baadhi ya watu waliwauliza maswahaba kwamba katika zama za mtume saa salam ni nani aliyekuwa shujaa zaidi. kama siku hizi mashia na masuni wanavyoeleza na wanavyozungumza habari hizi, katika zama zile vile vile watu walikuwa na uhusiano na mtu fulani, basi walikuwa wakimsifu. watu walipowauliza maswahaba swali hilo, maswahaba wakajibu kwamba kati yetu mtu aliyekuwa akihesabiwa kama mtu shujaa ni yule ambaye alikuwa akisimama karibu na mtume saa salam. na nukta hiyo mtu anayeweza kuelewa ni mtu ambaye ni mtu wa kivita, yani ambaye anajua kuhusu vita na anaweza kupiga hisabu kuhusu hatari za kivita. kisha anasema kwamba mtu ambaye awe uhai wa kaumu au nchi fulani, adui anataka kwamba amue ili pamoja na kifo chake ubishi wote umalizike. hivyo mtu kama huyo atakaposimama sehemu fulani, basi maadui watamshambulia kwa nguvu zote.
yani markaz au kituo cha vitu fulani kinashambuliwa zaidi na mtu anayeweza kusimama kulinda kituo hicho au markaz ni yule ambaye awe shujaa zaidi kuliko wote. Kisha maswahaba wakasema kwamba mara nyingi hata abubakar alikuwa akisimama pamoja na mtume saa salam, na katika maoni yetu huyu ndiye aliyekuwa shujaa zaidi kuliko sote. kisha musleh maud raziallahu taala anhu akieleza maelezo ya aya ya pili sura bani israil katika sehemu moja anasema ya kwamba jambo hili linatakiwa kuzingatiwa ya kwamba kutoka asrabi abdehi inadhihirisha ya kwamba mwenye kumpeleka alikuwa mwingine na mwenye kutembea alikuwa hana hiari yake. tukio la hijra pia lilitokea hivi kwamba mtume saa salam alitoka wakati wa usiku na kutoka kwake hakutokana na matakwa yake bali alipolazimishwa akatoka pale ambapo makafiri wakaizingira nyumba yake. katika safari hii yeye hakuwa na matakwa yake bali kulikuwa na matakwa ya allah yaliyomlazimisha kufanya hivyo, yani mwenye kumpeleka, mwenye kumtoa na mwenye kumsaidia katika hijra na mwenye kumwamrisha kuhusu hijra alikuwa allah subhanahu wataala, na kutokana na matakwa ya allah alikuwa ametoka. kisha musleh maud anasema kwamba kama vile katika ruya jibrail katika safari ya baitulmaqdas alikuwa pamoja na mtume saa salam, katika safari ya hijra abubakar alikuwa pamoja naye. yeye kana kwamba alikuwa chini yake jinsi jibrail anavyofanya kazi chini ya matakwa ya allah, na maana ya jibrail ni mpigaji mweleka, na hata abubakar pia alikuwa mja makhsus wa allah, na kwa ajili ya dini alikuwa na umuhimu wake kama mpigaji mweleka. kisha muslim maud anasema kwamba uhakika ndio huu ya kwamba mtu akiwa na imani juu ya allah subhanahu wataala hawezi kukata tamaa. yani mtu akiwa na imani kamili juu ya allah subhanahu wataala basi moyoni mwake hisia za kukata tamaa haziwezi kuzalika. hali ya mtume saa salam ilivyotokea katika pango la Thawr, baada ya hali hiyo kuna tumaini gani ambalo lingeweza kubaki? mtume salallahu alaihi wasallam wakati wa giza katika usiku aliacha nyumba yake na akaenda kujificha kwenye ghare Thawr, pango la Thawr ambayo mdomo wake ulikuwa mkubwa kiasi fulani mtu angeweza kuchungulia ndani kwa urahisi na angeweza kuingia ndani. alikuwa na mtu mmoja tu pamoja naye, na wote walikuwa hawana silaha wala nguvu yoyote. watu wenye silaha wa makka wakimfuata wakafika hadi ghare Thawr, na baadhi yao wakasema kwamba tuchungulie ndani mara moja ili kama wamo ndani basi tuweze kuwakamata. kwa kuona adui wakiwa karibu, hata abubakar raziallahu taala akaanza kulia na akasema kwamba ya rasulllah, adui wamefika juu ya kichwa chetu. wakati ule mtume salallahu alaihi wasallam akasema kwa jaziba kwamba la tahzan inna allaha maana. abubakar, kwa nini unaogopa? mungu yu pamoja nasi. angalia kutokana na hofu jambo gani lilikuja mbele yake. na baada ya kutokea tukio hilo mtume salallahu alaihi waalihi wasallam, yani maadui ilikuwa karibu waamue au wamkamate, lakini japokuwa maadui walikuwa na nguvu, walikuwa na wanajeshi, walikuwa na silaha za kila aina, na mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa hana kitu chochote isipokuwa mtu mmoja tu, na walikuwa wameketi katika pango, alikuwa hana silaha. serikali ilikuwa haimsaidii, alikuwa hana kundi lolote la kumsaidia. lakini kwa kuwaona watu na maadui wenye idadi kubwa wakiwa karibu naye, anasema kwamba la tahzan inna allaha maana. kwa nini unasema kwamba adui wana nguvu? je, wana nguvu zaidi kuliko mungu? kama mungu yu pamoja nasi basi sisi hatuna sababu ya kuogopa na kuhuzunika. hata abubakar alikuwa hakuogopa kwa ajili ya zati yake, bali alikuwa ameogopa kwa sababu ya zati ya mtume salallahu alaihi wasallam. musleh maud anasema kwamba baadhi ya watu wa shia wakieleza tukio hilo wanasema kwamba mungu apishe mbali, abubakar alikuwa hana imani, ye akaogopa
akaogopa kutoa uhai wake. ila hali historia zinasema wazi kwamba mtume saa salam aliposema kwamba la tahzan inallaha maana, hata abubakar akasema kwamba ewe mtume wa allah, mimi siogopi kwa sababu ya dhati yangu. mimi kama nikiuawa basi mtu mmoja tu atauawa, mimi naogopa kwa ajili yako. kama ukipata hasara basi ukweli utafutwa kutoka dunia nzima. kisha katika sehemu nyingine hat musleh maud raziallahu taala anhu anasema kwamba jambo hili halihusiki na manabii pekee, bali tukishuka chini katika kila zama watu wanapatikana ambao kazi ambayo waliifanya katika zama zile mtu mwingine hawezi kuifanya. kwa mfano angalieni mfano hat abubakar raziallahu taala anhu. kuhusu hat abubakar raziallahu anhu hakuna mtu anayeweza kusema kwamba yeye wakati mwingine ataongoza kaumu yake. kikawaida ilikuwa ikifahamika kwamba yeye ana tabia ya mpole na anapenda suluhu na ana moyo mpole. angalieni zama na angalieni vita za mtume salallahu alaihi wasallam. katika vita yote mtume salam hakumteua kama kamanda wa jeshi, japokuwa vipo vikosi vidogo vidogo ambavyo yeye akatumwa kama akifanywa kuwa afisa, lakini katika vita zingine alikuwa akiwateua wengine kuwa makamanda, na katika shughuli zingine alikuwa hakuteuliwa kama in charge. na ama mafundisho Qur'an tukufu au shughuli fulani za qazwa alikuwa hakukabiziwa. lakini mtume saa salam alikuwa akielewa kwamba muda wa abubakar utakapofika, kazi ambayo abubakar ataifanya hakuna mwingine atakayeweza kuifanya. hivyo mtume salallahu alaihi wasallam alipofariki dunia na hitilafu zikatokea baina ya waislamu kwamba nani awe khalifa, wakati ule hata abubakar alikuwa hakufikiria kwamba ye atakuwa khalifa. alikuwa akielewa kwamba hata umar au mwingine watakuwa makhalifa au wanaweza kuwa khalifa. na jaziba ilipotokea baina ya answar walipotaka kwamba ukhalifa utokane nao, walikuwa wakielewa kwamba sisi tumejitolea kwa ajili ya islam. hivyo answar walikuwa wakifikiri kwamba ni haki yetu kuwa na khalifa, na upande wa pili wahajiri walikuwa wakisema kwamba khalifa atokane nasi. ilmuradi juu ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam ubishi wa aina fulani ulitokea. answar walikuwa wakisema kwamba khalifa atokane nasi na wahajiri walikuwa wakisema kwamba khalifa atokane nasi. kisha ubishi huo ulimalizika juu ya kutoka kwa answar kwamba khalifa moja atokane na answar na khalifa moja atokane na wahajiri, na kwa ajili ya kuondolea ubishi huo kikao kimoja kikaitwa. hatumar anasema kwamba wakati ule nikaelewa kwamba abubakar bila shaka ni mtu mwema sana, lakini kutatua swala hilo si kazi yake. kazi hii ni ngumu sana kwa ajili yake. kama kuna mtu anaweza kutatua swala hilo basi tumara akasema kwamba ndiye mimi. hapo ni kazi ya nguvu na si kazi ya upole au upendo. hata Abubakar ni mwenye kuonyesha upole na upendo tu. hivyo anasema kwamba mimi kwa kufikiri sana nikaanza kutengeneza dalili na hoja ambazo zithibitishe kwamba khalifa atokane na Quraish, na jambo hili kwamba khalifa moja atokane na answar na moja atokane na wahajiri, jambo hilo halifai. anasema kwamba mimi nilifikiri kuhusu hoja nyingi na nikaenda kushiriki katika kikao kilichokuwa kimeandaliwa kwa lengo la kutatua swala hilo. Abubakar alikuwa pamoja nami, nikapenda kutoa hutuba na hoja ambazo nilikuwa nimezifikiri nikafikiri kwamba niweke mbele ya watu ili watu wakubali. nilikuwa naelewa kwamba Abubakar hana nguvu ya kuongea kwenye kikao hicho, lakini kabla mimi sijasimama kwenye kikao kile, hata Abubakar akaniambia kwa hasira kwamba ukae, na akasimama na akaanza kutoa hutuba. hata Umar anasema kwamba wallahi hoja ambazo nilikuwa nimezifikiri, hoja zote hizi hata Abubakar alizieleza kwenye kikao hicho, na kisha akaendelea kueleza hoja zingine nyingi hadi mioyo ya maanswari ilipata utulivu na wao wakakubali juu ya ukhalifa utokao kutoka wahajiri. huyu ndiye Abubakar ambaye kuhusu Abubakar Hazrat Umar mwenyewe anasema kwamba safari moja katika ubishi fulani
alichana nguo za hata abubakar na akawa tayari kumpiga. Huyu ndiye abubakar ambaye mtume saa salam alikuwa akisema kwamba moyo wa hata abubakar una upole mkubwa. Lakini muda wa kifo cha mtume saa salam ulipowadia, kabla ya kifo chake, yeye alimwambia hat aisha, yani mtume saa alimwambia hat aisha kwamba moyoni mwangu tamanio hilo linaibuka mara kwa mara kwamba ni waambie watu kwamba wao baada yangu wamfanye abubakar kuwa khalifa, lakini kisha nasimama, kwani moyo wangu unajua kwamba baada ya kifo changu mwenyezi mungu na watu wake walio waumini hawatamfanya yoyote kuwa khalifa isipokuwa abubakar, na hivyo ndivyo itokavyo. Yeye akachaguliwa kuwa khalifa. Yeye alikuwa mtu mwenye moyo mkunjufu, mwenye moyo wa upole, na alikuwa na tabia njema kiasi fulani. Safari moja hata umar akaelekea mbele ili kumpiga na kuchana nguo zake, lakini abubakar huyu ambaye hiyo ilikuwa hali ya upole wake, muda ukawadia ambapo hata umar akamjia na akamwomba kwamba uarabuni mzima umekuwa adui, na katika madina na makka na kwenye kijiji kingine kadogo swala inaswaliwa kwa pamoja. Watu wengine kuswali wanaswali, lakini tafaruka imetokea baina yao kwamba hawako tayari kuswali nyuma ya wengine, na hitilafu zimezidi kiasi kwamba hawako tayari kumsikiliza yeyote. Watu wajahili wa arab ambao wamesilimu tangu miezi 6 au 5 wanaomba kwamba wasamehewe zaka. Watu hawa hawaelewi kuhusu swala la zaka. hatumara akasema kwamba kama kwa mwaka mmoja au miaka miwili wasamehewe zaka, basi kuna shida gani ndani yake? Kana kwamba omar ambaye daima alikuwa akisimama na upanga na juu ya jambo dogo dogo alikuwa akisema kwamba ya rasulallah, nipatie amri ili nimue mtu huyu. Yeye anapata haiba kutoka watu hawa na anaogopa na anapata wasiwasi kwamba anakuja kwa abubakar na anamwomba kwamba watu hawa wajahili wasamehewe zaka kwa muda, sisi polepole tutawafahamisha. Lakini abubakar yule ambaye alikuwa na moyo mpole, hatumara anasema kwamba safari moja nilikuwa tayari kumpiga na katika sokoni nilikuwa nimechana nguo zake. Wakati ule yeye akamwona hatumar kwa hasira kali. hatumar aliposema kwamba watu hawa wasisemwe jambo lolote ambao wanaasi na tusichukue zaka kutoka kwao kwa miaka miwili na tutawafahamisha. hatumar aliposema hayo, hatubakar akamwona kwa hasira kali na akasema kwamba omar, wewe unaniomba nifanye kitu ambacho allah na mtume wake hakukifanya. hatumar akasema kwamba jambo hili ni sahihi, lakini watu hawa ni waislamu wapya na majeshi ya maadui wamefika karibu na kuta za madina. je, itakuwa vyema kwamba watu hawa waje kusonga mbele na katika nchi nzima uharibifu utoke, au jambo hili ni chema kwamba wasamehewe zaka kwa miaka miwili? Upande moja ni mtafaruk na upande wa pili ni kwamba tufanye suluhu. hata abubakar akasema, wallahi kama maadui waingie katika madina na katika mitaa yake wawaue waislamu na mbwa waendelee kuburura maiti za kina mama, hata hivyo sitawasamehe zaka. wallahi katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, endapo watu hawa walikuwa wakitoa kipande cha kamba kama zaka, mimi lazima nitakichukua kutoka kwao. kisha akasema kwamba omar, kama nyini mnaogopa basi bila shaka muondoke. mimi nikiwa peke yangu nitapigana nao na nitaendelea kupigana nao mpaka wajizuie na mpango wao. hivyo vita ikatokea na ye akapata ushindi. abubakar akapata ushindi, na kabla ya kifo chake akaufanya uarabuni mzima kuwa chini yake. kazi ambayo abubakar aliifanya katika maisha yake ilikuwa sehemu yake tu na hakuna aliyeweza kufanya kazi hiyo. musleh maud anasema kwamba viongozi wa makka walikuwa na heshima na taazima katika watu, kwamba watu walikuwa na hofu kwa kuongea mbele yao, na wao walikuwa na hisani juu ya watu wengine, mpaka watu hawa hawakuwa na ujasiri wa kuinua jicho lao mbele yao.
tunaweza kufahamu kuhusu heshima yao kutoka tukio hili kwamba wakati wa suluhu ya hudabia kiongozi ambaye watu wa maka walimtuma ili kuongea na mtume saa salam yeye katika maongezi aligusa ndevu tukufu ya mtume salallahu alaihi wasallam. Kwa kuona manzari haya sahaba mmoja akapiga kipande au kishikio cha upanga juu ya mkono wake na akasema kwamba ewe najisi usiguse ndevu tukufu ya mtume salallahu alaihi wasallam. kiongozi huyo akapenda kuona kwamba mtu huyu ni nani ambaye amepiga juu ya mkono wangu na kishikio cha upanga wake. maswahaba kwa kuwa wamekuwa wamevaa mawazi ya chuma hivyo macho yao yalikuwa yakionekana tu. kiongozi huyo akaendelea kuona kwa muda kisha akasema je wewe ni mtu fulani? ye akasema kwamba ndio. akasema kwamba je hujui kwamba katika sehemu fulani fulani nilikuwa nimeokoa familia yako kutoka msiba fulani na safari fulani nilikuwa nimefanya hisani juu yako. je wewe una nena mbele yangu? Muslim Maud anasema akieleza habari hizi za kufanya hisani kwamba katika zama hizi tunapoangalia basi watu wameshikwa na hisia za kusahau hisani. mtu akifanya hisani juu ya mtu mwingine wakati wa jioni asubuhi ye anasahau na anasema kwamba sasa kama ye amenifanya hisani je niwe mtumishi wake kwa maisha yote? hivyo hawezi kuvumilia kwa usiku kwamba akumbuke hisani yake. lakini waarabu walikuwa na hisia hizi. katika safari hii yeye alipomwambia kuhusu hisani zake swahaba huyo akajuta na akasimama nyuma akasogea nyuma. yani walikuwa wakienzi hisani. kisha mtu huyo akaanza kuongea na mtume sasa akasema mimi ni baba wa arab, mimi nakuomba kwamba wewe uzingatie heshima ya kaumu yako na angalia watu hawa ambao wamejumuika pembezoni mwako. shida ikitokea watu hao watakimbia na kaumu yako itakusaidia tu. sasa kwa nini unazalisha kaumu yako? mimi ni baba wa arab. mtu huyo akaendelea kumwambia mtume saa salam kwamba mimi ni baba wa arab, wewe ni kukubali jambo langu na kama ninavyosema basi urejee bila kufanya umra. katika maongezi hayo hayo ili mtu huyo aweze kusisitiza na aweze kumwomba mtume saa salam kukubali jambo lake akagusa tena ndevu tukufu ya mtume saa salam kwa mkono wake na shabaha yake ilikuwa ni kumwomba mtume salallahu alaihi wasallam ili mtume aweze kukubali jambo lake. lakini kwa kuwa ndani yake kulikuwa na kipengele fulani cha kumzalisha hivyo maswahaba hawakuweza kuvumilia hatua yake hiyo na yeye alipogusa ndevu tukufu ya mtume saa salam mtu mwingine akapiga mkono wake kwa nguvu juu ya mkono wake na akasema kwamba usiguse ndevu tukufu ya mtume saa salam na mikono yako michafu. ye akainua macho yake na akaendelea kumwona kwa umakini kwamba huyu ni nani ambaye amenizuia na mwishowe kwa kumtambua akainamisha macho yake. yani kiongozi huyo ambaye alikuwa amekuja kuwa kiongozi wa makafiri alipomtambua mtu huyo akainamisha macho yake na akasema abubakar, mimi najua kwamba sina hisani yoyote juu yako. kaumu hiyo ilikuwa yenye kuwafanyia vingine hisani na katika kikao kile maswahaba wote walikuwa chini ya hisani ya kiongozi huyo isipokuwa abubakar na min ghairi abubakar hakuna aliyekuwa na ujasiri wa kuzuia mkono wake na abubakar alikuwa mtu wa mwisho ambaye mtu huyo alikuwa hana hisani juu yake. Muslim Maud radhiyallahu anhu anasema kwamba zaka ni kitu muhimu ambacho mtu asipokitoa anatoka nje ya Islam. baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama za Abubakar baadhi ya watu walipokataa kutoa zaka na wakasema kwamba khudh min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. humo kuna amri kwa mtume sallallahu kwamba wewe uchukue na kwa kuwa mtume sallam hakubaki hivyo ni nani anayeweza kuchukua? wapumbavu hawa hawakuelewa kwamba yeye atakuwa kaimu wa mtume sallam ambaye atapokea, lakini kwa ujinga wao walisema kwamba sisi hatutatoa zaka.
upande mmoja watu hawa walikataa kutoa zaka na upande wa pili ufisadi ukatokea takriban arab nzima ikaritadi na watu wengi wakasimama waliodai kuwa mitume ilionekana kwamba mungu apishe mbali islam inakaribia kuangamia katika muda huo maswahaba wakamwomba abubakar kwamba watu hawa ambao wamekataa kutoa zaka uwatumikie uwahurumie hat umar ambaye anafahamika kuwa jasiri sana anasema kwamba mimi hata kama niwe jasiri kiasi gani lakini siwezi kuwa sawa na abubakar hata mimi pia wakati nikasema kwamba tuwafanyie upole kwanza tupate ushindi juu ya makafiri kisha tutafanya suluhu tutawarekebisha abubakar akasema kwamba ibn qahafa ana umuhimu gani kwamba yeye abadilishe amri iliyotolewa na mtume saa salam mimi nitapigana nao mpaka watu hawa waanze kutoa zaka wakati ule masahaba wakajua kwamba mtu ambaye mwenyezi mungu anamfanya kuwa khalifa anakuwa na ushujaa na ujasiri kiasi gani mwishowe abubakar alipata ushindi juu yao na akachukua zaka kutoka kwao kuhusiana na swala la kujitolea kuhusu abubakar mwandishi mmoja anaandika ya kwamba abubakar sidik aliposilimu wakati ule yeye alikuwa na hela kama dirhamu 40 na ni zwahiri kwamba alikuwa na mali zingine za kibiashara bali sawa na riwaya moja yeye alikuwa na dirhamu kama 1,000,000 yani 10,000,000 katika maka alitumia maelfu ya dirhamu juu ya kuwasaidia waislamu wa kawaida na wenye haja na yeye alipohamia wakati ule pia alikuwa na dirhamu 5,000-6,000 na sawa na riwaya moja hela hii yote alikuwa ameibakisha kwa ajili ya mahitajio ya mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa ameileta madina wakati wa hijra na kutoka hela hiyo hiyo wakati wa hijra alikuwa amefanya matumizi ya safari ya hijra na pia alikuwa ametoa matumizi ya baadhi ya watu wa familia ya mtume saa salam na katika madina alikuwa amewanunulia waislamu ardhi hata ibn abbas anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam katika marazi yake ya mwisho ambamo yeye alifariki dunia siku moja alitoka nje na yeye alikuwa amefunika kichwa chake na kitambaa yeye akapanda juu ya mimbari na akamhimidia mwenyezi mungu kisha akasema kwamba katika watu hakuna aliyezidi katika kunifanya hisani kwa mali yake na kwa nafsi yake kuliko abubakar bin abu qahafa hata abu huraira anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba hakuna mali iliyonifaidisha kama mali ya abubakar ilivyonifaidisha msimuliaji anasema hata abubakar kwa kusikiliza hayo akaanza kulia na akasema ya rasulullah mimi na mali yangu kila kitu ni kwa ajili yako tu ewe mtume wa allah musleh maud raziallahu taala anhu anasema ya kwamba kuhusu nafasi moja ya jihadi hata umar raziallahu anhu anaeleza ya kwamba nilipata wazo ya kuwa hata abubakar raziallahu anhu daima ananishinda leo mimi nitapata ushindi juu yake na kwa kufikiria hayo nikaenda nyumbani na kutoka mali yangu nikachukua nusu ya mali na nikaaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam zama zile zilikuwa zama zenye shida kwa ajili ya islam lakini hata abubakar raziallahu anhu akaja na mali yake yote musleh maud amesema kwamba hata abubakar alikuwa ameleta vitu vyake vyote yani hata blanketi na vitanda kila kitu alikuwa amekileta na akaweka mbele ya mtume saa salam mtume akamuuliza kwamba abubakar umeacha nini katika nyumba yako yeye akasema kwamba mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam hata umar raziallahu anhu anasema kwamba kwa kusikiliza maneno yako nikahisi majuto makubwa na nikafikiri kwamba leo nimetumia nguvu zangu zote ili nimshinde abubakar lakini yeye amenishinda musleh maud anasema kwamba yawezekana kuwa mtu fulani aseme kwamba abubakar raziallahu anhu alipoleta mali yake yote sasa alikuwa ameacha nini kwa ajili ya familia yake kuhusiana na hilo ikumbukwe kwamba muradi wake ni vitu vyote vya nyumbani ye alikuwa tajiri hivyo mali alikuwa ameiweka kwenye biashara alikuwa hakuileta na pia alikuwa hakuuza nyumba yake bali alikuwa ameleta vifaa vya nyumbani
musleh maud anasema kwamba kutoka tukio hilo kamilifu mbili zinazuhiri za abubakar. moja kwamba yeye aliwashinda wote katika kujitolea, na pili kwamba pamoja na kuleta mali yake yote yeye akatangulia, yani akawa wa kwanza kutoa, na wale ambao walikuwa wametoa wakawa na fikra hii kwamba kiasi gani waweke nyumbani na kiasi gani walete. Lakini kuhusu abubakar hiyo haipatikani kwamba yeye awe amewapinga wengine, yani akaja na mali yake yote, lakini haikutokea hivi kwamba awe amewapinga wengine kwamba angalieni mimi nimeleta na wengine hawakuleta. hata abubakar kwa kujitolea kiasi hicho alikuwa anaelewa kwamba mimi bado sikufanya hisani juu ya allah, bali hii ni hisani ya allah kwamba ye amenijalia kujitolea. kuhusiana na hilo musleh maud raziallahu anhu anasema kwamba wanaojitolea wanapaswa kuchunguza nafsi zao, wasiwe kama wanafiki ambao hawatoi michango, na hata kama wakitoa basi wanaanza kuwapinga wengine wakisema kwamba angalieni mtu fulani hakutoa au mtu fulani ametoa kiasi kadogo. masihi maud alah salam anasema ya kwamba hili lilikuwa kundi tukufu la maswahaba ambao katika sifa zao kuna tukufu imejaa. je, nini ni kama wao? mungu anaposema kwamba watu watakuwepo pamoja na masihi ambao watafanana na maswahaba. maswahaba ni watu ambao waliacha mali yao, wakaacha watani wao katika njia ya allah na wakaacha kila kitu. angalieni, mtakuwa mmesikiliza swala la sadiki akbar raziallahu anhu. safari moja amri ilipotolewa ya kutoa mali katika njia ya allah, akaacha na mali yake yote, na mtume sasa alipomuuliza kwamba umeacha nini katika nyumba yako, ye akasema kwamba allah na mtume wake nimeacha katika nyumba yangu. awe kiongozi wa makka na avae mavazi ya kawaida. mufikiri kwamba watu hawa waliuawa kishahidi katika njia ya allah, kwa ajili yao imeendikwa kwamba chini ya panga kuna pepo. kisha masihi maud alah salam anasema ya kwamba angalieni hali ya maswahaba muda wa mtihani ulipowadia, basi kila mmoja alitoa kile alichokuwa nacho katika njia ya allah. hata abubakar siddiq akiwa mtu wa kwanza akaja akivaa blanketi, kisha mwenyezi mungu alimjaalia malipo makubwa, yani akaja na vitu vyake vyote na akajifunika na blanketi moja tu, na mwenyezi mungu akampatia malipo makubwa kwamba yeye akawa khalifa wa kwanza. ilmuradi wema wa kweli, na kwa ajili ya kupata laza ya kiruhania mali hiyo inayoweza kutusaidia. ilmuradi huu ni wema wa kweli kwamba mtu afanye kazi, atangulie katika kufanya kazi. alisema kwamba kwa ajili ya kupata faida ya kiroho na kheri, mali inaweza kutusaidia ambayo tuitumie katika njia ya allah. inshallah habari zingine nitazieleza katika siku za usoni. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.